Yes, bana inakuaje? All the way from Chuga, Arusha, Tanzania mpaka kuifikia Simanjiro. Ni safari ni ndefu yenye kudumu takriban masaa 6 yenye kilomita zaidi ya 200. Redasa TV tuko hapa kwa ajili ya kitu kimoja tu, kukuhakikishia wewe mtazamaji wa Redasa TV unapata kitu kizuri ambacho kinaweza kuinspire wewe kuendelea kupambana katika maisha. Mimi ni Enoch Makala TZA, ambatana nasi basi uendelee kupata kitu kizuri. Na leo basi kwenye Who Are You nitakuwa na Mwalimu Lameck Nanyaro. Yeye ni mwalimu lakini vile vile anajihusisha na masuala mazima ya sanaa. Tutakuwa naye, nitapiga naye story nyingi sana. Cha msingi tu ni kuendelea kuchuni Redasa TV, usiondoke. Yes, kama nilivyokuambia basi mtazamaji wa Redasa TV, nitakuwa na Mwalimu Lameck Nanyaro. Yeye ni mwalimu lakini vile vile anajihusisha na masuala mazima ya sanaa. Tayari nimeingia ofisini kwake, nishasaini katika kitabu cha mgeni, na tayari basi nitaongea naye mambo mengi sana kuhusiana na sanaa, lakini vile vile basi kuhusiana na masuala mazima ya ualimu. Mwalimu, pole na majukumu. Asante sana bwana mtangazaji. Naam, karibu sana. Hii ni Who Are You, kipindi kinaitwa Who Are You cha Redasa TV. Kwanza kabisa historia yako kwa ufupi mpaka kufikia sasa hivi wewe uliko. Asante sana. Mimi naitwa Mwalimu Lameck Nanyaro. Baba yangu anaitwa Robert. Ni mwalimu kwa taaluma lakini pia ni msanii kwa taaluma. Naweza nikasema ni mwalimu lakini pia ni msanii. Nilizaliwa katika kijiji cha Mareu, wilaya ya Rumeru, mkoani Arusha. Miaka kadhaa iliyopita nilipata elimu yangu ya msingi katika shule ya msingi Mikuuni, nikapata elimu ya sekondari katika shule ya sekondari Karatu, siku hizo inaitwa Karatu High School. Lakini baada ya hapo pia nilipata nafasi ya kwenda kusoma ualimu, chuo cha walimu Bustani ambacho kiko mkoani Dodoma. Na baada ya hapo nikaja kuanza kazi rasmi Simanjiro kama mwalimu wa shule ya msingi. Lakini baada ya hapo katika kujiendeleza, na niseme tu ndugu mtangazaji kwamba sababu zilizonifanya nipate nafasi katika wilaya ya Simanjiro ni kwa sababu ya sanaa za ufundi ambazo nilikuwa nina idea nazo tangu utoto wangu. Kwa hiyo niliajiriwa hapa wilayani nikiwa kwenye shule ya karibu, shule ya msingi Orkesmet, ambayo nadhani niliwaonesha wakati fulani. Na baada ya hapo tu baada ya muda mfupi nilifanya kwa muda wa miaka 3. Na ndipo nilipowaza sasa kwamba ni namna gani naweza nikaendeleza shughuli za sanaa. Nikaona ni muhimu kwamba niende tafuta kusoma. Nikawa nimeondoka nikaenda Mwanza. Nikaenda kusoma sanaa za ufundi. Sanaa za ufundi kwa maana ya ualimu wa sanaa za ufundi, lakini pia sanaa za ufundi kiutendaji. Kwamba katika chuo cha sanaa cha sanaa au cha ualimu Butimba, pale tunajifunza sanaa za ufundi kwa maana ya ualimu, kwenda kufundisha, lakini at the same time kuweza kutenda kwa mikono. Kwa hiyo msanii yote aliyesoma sanaa za ufundi pale anaweza kufundisha lakini pia anaweza kutenda. Baada ya pale nilirudi, na nilipokuwa pale nikawa nimeteuliwa sasa rasmi kuwa afisa wa utamaduni wa wilaya ya Simanjiro, ambayo ndio wilaya ambayo hata sasa nafanyia kazi. Nilifanya kazi kwa muda wa miaka 10. Na afisa wa utamaduni kazi yake ni kushughulikia masuala mazima ya utamaduni, ikiwa ni pamoja na shughuli nzima za sanaa. Na namshukuru Mungu kwamba wakati ambao nimekuwepo wilayani Simanjiro kwa muda wa miaka 10, tuliweza kusajili vikundi visivyopungua 60 katika Baraza la Sanaa la Taifa, na watu wakaweza kupata vibali. Na wakati huo pia ndipo ambapo niliamua pia kwamba nifanye usajili rasmi wa kazi zangu za sanaa, ambazo ndipo mlizoziona Larona Artworks. Ukisoma kwenye Larona Artworks imeandikwa Larona Artworks Law 2004. Wengine wafikiri ni sheria, lakini ile niliandika 2004 nikimaanisha kwamba ni mwaka ule ambao niliazimia au nilianza au nilisajili rasmi shughuli zangu za sanaa. Larona Artworks imesajiliwa serikalini na ilisajiliwa mwaka 2004, mwaka ambao ndio ninaosema nilianza kuwaza tangu mwaka huo kwamba
baada ya miaka 10 nitaacha kuajiriwa serikalini au nitaacha kuajiriwa na watu kwa maana ya sekta nyingine, lakini nitajiajiri moja kwa moja katika shughuli za sanaa za ufundi. Niseme tu kwamba kazi za sanaa nilianza kufanya tangu nikiwa mtoto mdogo. Nyumbani nakumbuka nilikuwa shule ya msingi, nilikuwa nikichora chini ya viatu. Tunachora chini ya viatu, wanafunzi wengine wanajikusanya wanaangalia kazi ninazozifanya. Lakini tuliendelea, nikawa nikibahatisha kalamu nyekundu ninakuja nachora picha zangu, na wakati mwingine nilikuwa natumia vibatari nyumbani, na bahati mbaya wazazi hawakuwa wanaelewa sana. Lakini baadaye imekuja kutokea kwamba kitu kinaweza kufanyika. Bahati nzuri nikapata nafasi shule ya sekondari, nilipata mwalimu kidogo wa fine art, mheshimiwa mmoja alikuwa anaitwa Mwalimu Kingu, akanifundisha kuchora zile herufi kama mlivyoweza kuziona katika ofisi zetu. Yote ni mambo ambayo tulijifunza katika shule ya sekondari. Bahati nzuri pia chuo cha ualimu nikapata nafasi pia kujifunza kidogo, lakini hasa nilienda kusoma sanaa kama taaluma mwaka 2002 hadi 2004 kule Mwanza, na hatimaye nikiwa kazini mwaka 2009 mpaka 2006 mpaka 2009 nilikuwa chuo cha sanaa Bagamoyo, ambayo siku hizo naitwa Tasuba, na niweza kufanya kazi mbalimbali za kujifunza taaluma halisi ya sanaa, na ndicho kilichonipa pia sifa ya kuweza kuanzisha chuo changu au kituo changu binafsi. Kituo cha sanaa cha Larona Artworks ni kituo ambacho kinatoa mafunzo ya mwaka mmoja wa sanaa za ufundi. Labda nikisema sanaa za ufundi mtu anaweza kujiuliza ni sanaa zipi hizi? Mojawapo tunazo sanaa za aina 5. Sanaa za ufundi ziko za aina 5. Ya kwanza ni uchoraji. Hii ni tunaita ni drawing. Ya pili ni sanaa ya upakaji rangi. Mimi napenda kuita ya sanaa ya urangi. Urangi maana yake unatumia rangi kuweza kuichora picha. Unachora picha kupitia rangi. Ukitumia vifaa kama brush na paint knives na vitu kama hivyo. Lakini sanaa ya tatu ni sanaa ya ubunifu. Kwa Kiingereza tunaita ni design. Tuna design za aina nyingi. Tuna design kwa maana ya graphic design ambazo tunatumia kompyuta. Lakini pia tuna design ambayo tunaweza kutumia mikono. Tunaita ni design za aina mbalimbali. Pia tunabuni mavazi. Kama unaweza kuona mavazi ambayo nimeyavaa, mavazi ambayo tunabuni wenyewe katika kituo chetu cha Larona Artworks. Tunabuni maandishi, tunabuni vitu table made, tunabuni vitu vingi. Tunafanya mpaka environmental design. Kwa mfano mtu ukiona eneo lako la kazi ungependa kwamba basi nyumbani kwako tukubunie. Kwa hiyo tunapenda kuotesha, unaweza kutambaza mti hapa, mti mwingine wa aina nyingine, yani hata unafika nyumbani kwa mtu huwezi kupenda. Lakini sisi kwa taaluma tulionayo basi tunaweza kumwandalia mtu environment ya kwake ikakaa vizuri vile inatakiwa. Na kama nilivyosema tunabuni mavazi, tunabuni vitu mbalimbali. Mara baada ya kuwa afisa utamaduni wa sanaa katika wilaya ya Simanjiro, ndio labda ualimu uliachana nao au ilikuwaje? Ualimu ni sawa na jinsi. Ukishasoma ualimu wewe ni mwalimu sawa na wa kiume. Ukiwa mwanamume au mwanamke ukishazaliwa wa kiume you cannot die vinginevyo, utaishi ukiwa mwanamume. Kwa hiyo na mimi mwalimu hata sasa kama umeweza kusoma hata mezani hapa nimeandika mwalimu na nyara. Na maana kwamba ualimu ni taaluma na ninapenda hata nilipokuwa nasaini kwenye vitabu vya halmashauri kulikuwa naandika mwalimu na nyara. Wengine walinicheka, "Wewe bwana, walimu umeacha?" Ngambia hapana, walimu watu wachi. Walimu ni fani, walimu ni taaluma, walimu ni kazi. Lakini pia watu wa dini wanasema walimu ni huduma. Sasa umesomea katika chuo cha Tasuba Bagamoyo. Umesomea kwa muda gani? Muda wa miaka 3. Miaka 3. Yeah. Kwa maana ya ngazi gani ya elimu? Diploma. Yeah. Okay. Na lengo langu ni kujiendeleza na kuwa na masters katika finance. Naam. Lakini vile umezungumzia masuala mazima ya utoaji wa elimu kwa vijana ambao wanapenda masuala ya sanaa. Naam. Ila hujagusia gharama zake zikoje katika kituo chako? Yeah, tuna brucho, tuna vipeperushi ambavyo bila shaka nitawapa baadaye. Vina gharama. Tunatoa mafunzo kuanzia mwezi mmoja. Ukisoma mwezi mmoja kuna gharama zake, ukisoma miezi 6 kuna gharama, miezi 3 kuna gharama zake, na ukisoma miezi 6 kuna gharama zake, na kuna kozi ya mwaka mmoja ambayo ndio ya mwisho. Lakini gharama hasa wanasema zina fluctuate. Wakati mwingine zinazoshuka na kupanda kutokana na idadi. Kwa mfano kama tuna wanafunzi sasa hivi watu wengi walipata mwamko mkubwa, lakini tukipata wanafunzi wengi wakati mmoja kuna na release ya price. Lakini gharama halisi kwa kuanzia, kwa sababu pia ile passion, ile nia ya kutaka kuambukiza. Maana huu ni uambukizi. Wengine wanaambukiza ukimwi, sisi tunaambukiza knowledge. Kwa hiyo tunasema tunatumia shilingi, tunalipa shilingi 880 kwa mwaka mmoja.
kwa mtu anayesoma mwaka mmoja. Lakini anayesoma short course basi unalipa kwa mwezi ambao ni shilingi 50,000 kwa kila mwezi. Yes, mtazamaji wa Redasa TV, ni matumaini yangu basi unaenjoy kwa kile ambacho anaendelea kukielezea mwalimu Lameck Nanyaro. Nipo naye basi kwenye Who Are You kwa siku ya leo, na matumaini yangu basi ni unaenjoy na unapata kuhamasika jinsi gani anavyofanya kazi za mikono yake. Labda mwalimu Lameck Nanyaro, ni changamoto gani ambazo unakutana nazo katika kuendesha kituo hiki cha labda kabla sijamaliza changamoto nimalizie zile yale mafunzo yale masomo. Tulisema ubunifu, leo pia tuna somo la ufinyanzi ambazo tunaita ni ceramics. Ceramics ni kazi za udongo, tunafinyanga kupitia udongo, lakini ya mwisho na sio kwa umuhimu ni uchongaji. Kwa Kiingereza tunaita ni sculpture. Sculpture ni uchongaji haitoshi kuizungumza. Uchongaji ni neno la Kiswahili, lakini sculpture ina masomo manne ndani yake. Tuna modeling ambayo ni uumbaji au tunaita ni ubumbaji, lakini pia tuna kitu kinachoitwa sculpture inaitwa casting. Tunatengeneza picha pia kupitia kazi iliyokwisha kubumbwa. Alafu tuna assembly na tuna nyingine ambayo tunaita ni modeling kama nilivyosema. Sasa hizo ndizo sanaa zenyewe. Sasa changamoto ya kwanza nilisema mwanzoni kidogo hawajasikia rasmi kwamba bado watu wengi hawaamini kwamba sanaa ni kazi. Ndio sababu nilifanya makusudi mimi kuacha kuajiriwa. Nikasema acha nifanye kwa kazi. Alafu na wengine waone. Nashukuru Mungu kwamba sasa hivi wa employee tunaajiri watu na wanafanya kazi pamoja na sisi. Hatujafika juu sana lakini we are doing. Sasa changamoto mojawapo ni hiyo kwamba wengi wamezoea kusema mtu anachora. Naona jamaa anachora. Naona anachonga, anaandika. Hapana, tunachora, tunaandika, tunapamba, tunabuni. Hatufanyi. Na kwa sababu hiyo moja changamoto. Lakini ya pili ni kweli kwamba bado naweza kusema biashara sanaa kwa watu wengi bado kumwambia bei ya sanaa. Kwa mfano ndugu mtangazaji, kazi unaweza kuiona hii ya mimi nimbarikiwa. Au labda kazi kama hii ambayo naweza nikaiona hapa ya Jesus. Hapa herufi moja hapa mtu anatakiwa alipe shilingi 15,000 mpaka 20. One letter. Ndio. Sasa kumwambia mtu anasema hiyo mbao tu. Kwa hiyo ni changamoto. Lakini ukweli kuambiwa ukikuta nimevaa overall yangu mheshimiwa mtangazaji, ukaona naanza kusema jamaa tumlipe hela anayotaka. Kwa hiyo tunapata wateja wachache katika hili kwamba wengi wanafikiri kwamba ni gani. Na kwa sababu hiyo ndio imepata pia wasanii wengi. Ameamua kuwa mrahisi kwa sababu anataka hela ya kula leo. Lakini baadaye hiyo pia imekuwa ikishusha hadhi kazi za sanaa. Kwa mfano pia tunazo kazi kama hizi za uchongaji tunafanya pia uchongaji wa mihuri. Uchongaji wa muhuri ni gani? Lakini mara nyingi utakuta mtu anachonga shilingi 2,000, 3,000 mpaka 5,000. Sisi hapa tunachonga shilingi 15,000 mpaka shilingi 20,000. Kwa nini? Kwa sababu na wengi mwanzo walikuwa hawaelewi. Tunashukuru kwamba sasa kidogo wanaelewa. Hiyo ni moja ya changamoto. Changamoto ya kifedha imekuwa imetamkwa mara nyingi. Na mimi niseme tu kwamba mtaji kidogo unasumbua. Tungehitaji kupata nguvu ya kwenda kuwatembelea wasanii maeneo mbalimbali, lakini pia kuibua vipaji. Tungependa wakati mwingine hata kusaidia watu bure kwa gharama za kwetu, lakini inabidi wakati mwingine wachangie. Na changamoto ya tatu au ambayo pia ni ndani ya hiyo ya pili kwamba watu wengi wanashindwa kujiunga na sisi kwa sababu wanafikiri hakuna future katika hilo. Lakini wengine pia wanaogopa gharama kama nilivyosema. Kwa hiyo maybe hizo ni baadhi ya changamoto. Nashukuru sana. Labda kwa ufupi kabisa kwa kumalizia, una ushauri gani kwa mtu ambaye ana mwamko katika masuala mazima ya sanaa kama hii unayoifanya wewe ya sanaa za mikono sana hizi ni kazi za mikono? Kwa ufupi sana. Asante sana. Ukweli ninachoweza kusema ni kwamba mtu mwenye talent, mtu mwenye kipaji, mtu mwenye zawadi ya sanaa asinyamaze. Tupo kwa ajili yake. Tupo kwa ajili ya kumsema. Na ninaomba tu kwamba watu wajitambulishe. Mimi ninachoomba wazazi ambao wanatusikia, wazazi au walimu, maana pia tunao walimu mashuleni kule, tunao talent pia kule, naomba kwamba wale tu wasinyamaze. Waitwe, watambulishwe, kuambia tupo, tunaweza kuwapa ushauri wa nini cha kufanya ili kwamba hatimaye basi waweze kusimama, waweze kujitegemea. Hatakuwa na kituo cha mafunzo ya sanaa, sasa tunacho na tunaendelea kuwepo. Tunaomba waje, watangazaji na nyinyi naomba pia, najua kwamba mna kazi nzuri ya kuweza kutusaidia. Please help us.
ututangazieni kwamba wale wenye sanaa ni kama walivyokuwa wanaleta wanaficha watu walemavu. Naomba sasa msanii asiwe mnaona wengine wamekuwa wasanii lakini walemavu wanakuwa ni wasaidia wengine. Naomba wasanii wasimame. Mimi nimeamua kusimama na naomba kwamba tusaidieni watu wa media tuweze kuwapata watu ambao wanaweza kuja kujifunza kutoka kwetu. Hilo ni jambo la msingi ambalo naweza kuzungumza kwa maana ya vipaji vya sanaa. Na basi kwa kumalizia kabisa, pata fursa ya kumwambia mtazamaji unapatikanaje. Asante sana. Mimi hutaka kuwasiliana na mimi, niko kituo chetu makao yetu makuu ya Larona Artworks. Mimi ndiye mkurugenzi wa Larona Artworks. Yanapatikana katika mji mdogo wa Orkeesmet yalipo makao makuu ya wilaya ya Simanjiro. Ukifika tu makao makuu ya wilaya ya Simanjiro ukauliza Larona Artworks, unaweza kuletwa na mtu yeyote. Lakini namba zangu za simu ni 0756 45 49 21. Lakini pia tunayo namba ya Tigo ambayo ni 0713 28 44 84. Lakini pia kwenye mtandao wa kijamii tunapatikana kwenye Facebook ya Larona Artworks. Larona Artworks unaweza kutupata au unasema ni Larona Simanjiro. Tuna ukurasa wetu wa Facebook pale. Lakini kwenye email natumia lameknanyaro@gmail.com. Lakini ya ofisi ni laronaartworks@gmail.com. Karibuni sana Larona Artworks, sanaa ni ajira. Hiyo ndio kauli mbiu yetu na inaajiri. Imetuajiri sisi, inaweza kuajiri na wewe. Asante. Naam, nashukuru sana. Asante sana. Asante sana kwa muda wako. Asante sana. Yes, mtazamaji wa Redasa TV, ni matumaini yangu basi umeenjoy kwa kile ambacho tumezungumza mimi na Mwalimu Lamek Nanyaro, au tunaweza kusema ni mkurugenzi wa Larona Artworks. Amesema basi, ametoa ushauri kabisa kwa wewe kijana ambaye una ndoto au una kipaji. Usikae kimya. Kama una kipaji, usikae kimya. Njoo Larona Artworks. Upate ubunifu mbalimbali, uendelee kufanya shughuli zako kwa ubora na kwa kiwango cha hali ya juu. Mimi sina la ziada kwenye Who Are You. Kumbuka tu nyuma ya kamera ni Samuel Daudi, mimi naitwa Enoch Makala TZJ. Usisahau kusubscribe katika YouTube channel yetu ya Redasa Production. Bye bye.